Dakta mtazamaji, shukran za dhati kwa kuzidi kuitegea runinga ya KBC. Karibu kwa awamu ya pili ya kipindi cha Tamridi, ambapo tutakuwa na mazungumzo ya moja kwa moja hapa studioni. Siku hii ya leo tukiangazia athari ya ukame hapa nchini, hususan tutashughulikia sekta ya wanyamapori, ama ukipenda jinsi ukame unaathiri wanyamapori mtazamaji, na hali ya sasa ambayo inaonekana kuongezeka katika maeneo tofauti mtazamaji. Na kunisaidia kufafanua mada hii yetu siku hii ya leo ni Daktari John Kipkorir Chumo, ambayo ni katibu wa uhifadhi katika idara ya wanyamapori, ambaye atakuwa wenye kutupatia taswira kamili na jinsi hali ya ukame umeathiri sekta hiyo ya wanyamapori. Kumbuka mtazamaji, wewe pia unaweza sema nasi kwenye mtandao wa kijamii, ukurasa wa Facebook @KBC Channel 1, kule mtandao wa X @KBC Channel 1, na kwangu ni @Khalid Abdullahi. Anwangeshi tanisaidia kupeperusha kipindi hiki kwa lugha ya ishara. Karibu sana daktari kwenye studio zetu siku. Asante sana bwana Khalid. Naam. Kwa kunipatia nafasi nije katika station hii yetu. Naam. Ili tuongeleshane kuhusu athari ya ukame katika nchi yetu ya Kenya wakati huu. Kabisa. Asante sana. Kama ulivyosema, nataka tueleze hali ya sasa ya ukame nchini uko aje kabla tuingilie sekta ya wanyamapori. Okay. Kwanza kabisa nataka niseme asante, kama vile nimesema hapo awali ya kwamba ni nafasi ambayo umetupatia ili tuongee na tuangalie athari ambayo ukame imetuletea katika nchi yetu ya Kenya. Na saa kabisa tunajua kwamba katika nchi yetu ya Kenya huwa tunategemea mvua na saa katika wakati huu kama miezi kama 5 hivi inakaa ya kwamba hatujakuwa na nafasi au hatujakuwa na mvua katika maeneo mengi katika nchi yetu ya Kenya. Na kwa hivyo ukiangalia katika taswira ambayo imewekwa katika area zote ambazo maeneo ambayo tuko nazo kama vile Northeastern, ukiingilia parts of the Rift Valley kama huko parts of Bomet, Baringo, parts of Elgeyo Marakwet, tukikuja Laikipia, Kajiado, Narok, tukielekea all the way mpaka Tsavo au Taita Taveta, na mahali pengine mengi kama Kilifi mpaka huko Tana River, Lamu, na zile sote kama Mandera na mpaka area kama au maeneo kama Isiolo, Samburu na hata huko Marsabit. Ukiangalia hizo maeneo nimesema, wakati huu wako na shida sana, na hiyo shida imetokana kwa kutokuwa na mvua kwa miezi kama 5 au 6 ambao imepita. Kwa hivyo inaonekana ya kwamba wakati huu wananchi pamoja na mifuko pamoja na wanyamapori wako shidani. Ndipo sasa najua wakati huu serikali imeona ya kwamba lazima tuione kwa macho mambo hii ya athari ya ukame, ili tuone ya kwamba watu wetu wasiteseke, wanyama wetu mifuko tusiwapoteze, pamoja na wanyama wa pori. Na unajua kwamba katika nchi yetu ya Kenya asilimia 10 ya zile pesa ambazo zinatoka utalii ni imetokana na kuwa na wanyama wa pori. Swala la sekta ya utalii na venye ukame kwa wanyamapori imeathiri, tutalizungumzia hapo baadaye. Na pia serikali pia inafanya nini ama imeweka mikakati gani ili kuhakikisha watu hawajaangamia katika jinamizi hivi la ukame. Sekta athari za ukame sio tu inaathiri mifugo ama wananchi, bali sasa hivi tumeona vyuo vingi ama shule nyingi hazijafunguliwa kwa sababu ya ukame. Swala hilo wangelizungumziaje kama katibu? Ningeomba tuongee juu ya ni nini ambayo imetuletea hii shida. Na najua kwamba katika dunia na saa katika eneo hii ya Afrika na saa Kenya tuko na shida mingi ambayo imetuletea hii. Kwanza
ni uharibifu wa mazingira. Na tunajua kwamba katika nchi yetu au dunia, Mungu alituundia dunia ambayo ilikuwa sawa, lakini mimi na wewe na wengine tumeharibu mazingira yetu kwa kuwa tumekata misitu ambayo ilikuwa inaleta mvua, na tumeharibu zile chemchemi ya maji ambayo ilikuwa ni mahali ambao tungepata maji, watu binadamu wangepata chakula na mambo mengi. Wakati huu tumeikata, tumeiharibu, tumefanya mahali ambao ilikuwa ni chemchemi sikawa ni mahali ya kujenga manyumba au mahali ya kuweka takataka na mambo kama hiyo. Ndipo sasa ukiangalia kutoka kusini mpaka kaskazini, tumeona ya kwamba katika nchi yetu ya Kenya tumeiharibu. Ya pili ni kwamba wakati huu tuko na shida ya mabadiliko tabia nchi au kwa Kiingereza huwa tunasema climate change. Na hasa unaona kwamba katika dunia imechange au imebadilika, na tukakuwa na joto jingi katika nchi, katika dunia, na hiyo joto nyingi ndio imeleta au imesababisha kuharibika kwa mazingira, kutokuwa na mvua, kutokuwa na maji katika mito, na hasa ukiangalia mambo hayo yote ndio imeleta maneno ya ukame. Na ukame ndio one of au zile mambo ambazo zinaweza kudhuru watu, mifugo pamoja na wanyama pori. Na ukiangalia katika nchi yetu ya Kenya, hasa wakati huu wananchi wanashughulikia sasa kutafuta chakula. Sasa kitu ambacho ukiingia katika familia ambayo unajua familia wangetafuta chakula, tafuta nguo, kutafuta maneno ya karo ya shule na mambo mengine. Na wakati huu sasa wanajiandaa sana kuona ya kwamba wamepata maji, wamepata chakula. Because au tunajua kwamba hiyo ni kwanza ni maneno ya kuwa na kuishi. Sasa maneno ya matokeo kama masomo na mambo mengine tunawaacha kwanza. Ndipo utapata ya kwamba katika nchi yetu ya Kenya, some parts of the country, watoto hawajaenda shule. Sio kwa sababu zingine, lakini mambo sana ni maneno ya ukame. Because kila mtu mtoto anataka kutafuta maji, msasa anataka kutafuta maji na chakula. So ndio hapo ndio mahali tuko sasa. Lakini najua kwamba serikali yetu tukufu tunashughulikia, because lazima tuone ni nini hii. Watu wote ni watu wa Kenya. Hii shida ambayo imetu hatari za ukame iko, na kwanza unajua kwamba sio ati imekuwa ni kitu ya ukeni. Tumekuwa nayo hata 2022 tulikuwa na shida kama hiyo na hapo awali. Lakini serikali pamoja na zile shirika ambazo ni za kibinafsi na za ukenini tunasaidiana kuona ya kwamba mambo yanashughulikiwa. Naam, kwa kweli venye umesema, serikali na pia mashirika ya kibinafsi zinaonekana kujizatiti sana kusaidia watu katika maeneo tofauti. Lakini nataka nikuregeshe nyuma kidogo. Sisi kama taifa tunafaa kufanya ili tujue kiini cha kitu? Kama ulivyosema, swala la mabadiliko ya tabia nchi ndio swala ambalo kwa kweli linaathiri mambo mengi, na nini ambayo tunafanya ama kuwahamasisha wa Kenya ndio tusikuwe na swala kama hili linarudia kila mara? Kwanza kabisa nataka niseme ya kwamba hii shida ya mabadiliko ya tabia nchi na sio kitu ya tunasema ni ya ukeni wakati huu. Ni kitu ambayo tumesikia kama miaka 30 iliyopita, tukajua ya kwamba kuna shida. Ni hapa tu, sio story. Ni kitu ambayo iko because ukiangalia hata wewe, nikiona umri wako, ukiangalia miaka kama 20 iliyopita, kuna mambo tulikuwa na maji, tulikuwa na
maji mingi, tulikuwa na misitu mingi, maji tulikuwa tunaenda hapo karibu na mambo mengi. Lakini wakati huu mahali ulikuwa unaelekea kupata maji katika kilomita 1, sasa inaweka kilomita 25 na vitu kama hiyo. Mahali kulikuwa na tungepanda mahindi au chakula kama hivyo huko Rift Valley, wakati huu kufuna inakuwa shida. Wakati huu ukienda kama zile counties za Northeastern, utapata ya kwamba ng'ombe wale wanyama wa mifuko wote wanaanza kukufa au walikuwa wanakufa. So kwa hivyo nataka niseme ya kwamba hii ni shida ambayo sio kitu ambayo sio geni, ni kitu ambayo wananchi wanajua, serikali wanajua, wale wasomi wote wanajua. Kwanza kabisa nataka tuone ya kwamba kuna zile mpango ambazo lazima siwekwe. Na mpango ya kwanza ni kuwa ya kwamba lazima tuchunge mazingira yetu. Umeona ya kwamba katika serikali ya His Excellency the President, umeona ya kwamba juzi au wakati alipata ushikani aliongea juu ya 15 billion kupanda miti ili tuongeze forest cover katika nchi yetu ya Kenya, ili kutoka 9% angalau baada ya miaka 10 tuwe tumefika 30%. Hapo ndio sile vagilio ambayo tukiweka tutapikana na hii mabadiliko ya tabia nchi au climate change. Na lazima tushughulikie kila mtu, kama ni wanafunzi wa shule, kama ni watoto wa shule, kama ni kama ni wananchi, kama ni idara kama KBC na wengine, tutoke hapa maofisi na tupande miti huko nje. Hiyo ni one of the things. Na nataka niseme ya kwamba I think katika nchi yetu ya Kenya tumeshughulikia challenges au zile mambo ambayo sinatusumbua kidogo ni kuwa na miche mengi ambayo tunatakikana kupanda ili tupikishe 15 billion. Lakini najua kwamba tumeweka mikakati kama wizara yetu ya wanyama pori pamoja na ya mazingira na wale wote ambao wakati huu niliona statistics juzi tunaendelea kuelekea mzuri. Ni mwezi kama 6 sasa ndio imetuletea shida kwa vile sasa kuna ukame. Lakini najua kwamba katika miaka ambazo hapo mbele tutakuwa na miche, tutakuwa tumeivati misitu yetu pamoja na jemijemi zetu za maji, na hii maneno ya mabadiliko tabia nchi tutakuwa tumeshughulikia. Ya pili ni kwamba katika Kenya lazima tuone ya kwamba tuambie wananchi ya kwamba kuna hii tabia mabadiliko tabia nchi ni kitu ambayo iko na ikiwa lazima tushughulikie sisi wote, isiwe tu ni kitu ya serikali au idara fulani. Lazima tujue ya kwamba mahali tulikuwa kuna mambo mengine kama sasa huko Northeastern au upande wa Kajiado, Isiolo na mahali tuko na ng'ombe wengi. Tujue ya kwamba tuwe na mpangilio kama serikali ya kwamba tukiwa na shida kama hii wa ukame ambao itakuwa inakuja because wakati tunaambiwa na wale watu wa KMD, Kenya Meteorological Department, ya kwamba kuna wakati lazima ukame ifike. Na ikifika tunafanya nini? Tuwe na kitu kama insurance cover au ambayo inaweza kuwapea wananchi ili ng'ombe inunuliwe, aipelekwe katika kichinjoni, aiwekwe nyama na hizo chakula upatiwe wananchi, zingine siuzwe katika nchi za kigeni na mambo kama hiyo. So when we have the insurance cover ya wanyama na pamoja na mambo kama hayo, ndio itasaidia wananchi. Hayo ni mpango ambayo inawekwa na wizara ambayo inashughulika na maneno ya mifuko katika nchi yetu ya Kenya. Na tuko na mambo mengi. Tuwaelimishe tena kila mtu na kuwasamisha kwamba lazima tusingoje tu mvua. Tuone ya kwamba tuwe na dams ambayo tumesijenga au mabwawa ya maji, ili ikinyesha tunakuwa na maji, ili wakati wa ukame wananchi pamoja na mifuko pamoja na wanyama wa pori wanapata mali ya kukunyia maji. Ya tatu ni kwamba katika nchi yetu ya Kenya tutegemee tu
ile mvua au kwa Kiingereza tunasema rainfed agriculture, tuanze kuona ya kwamba tunaweza fanya irrigation, kunyunyiza katika nchi yetu ya Kenya. Kuna mahali ambazo iko na rutuba, hata male pa Northeastern. Uliona juzi serikali ikipitia wizara ya kilimo wamewahi kuweka chakula katika ile karibu na hii mito ya Tana na huko Kulalu. Na ulisikia kwamba tulipata chakula mingi. So tukiwa na chakula kama mingi kama hiyo, tuweke zingine huko Samburu, tuweke huko Baringo, zingine mahali kama huko Wajia, pamoja na Mandera, Garissa, Kajiado, Turkana pamoja na West Pokot. Tukiweka maji na kunyunyiza mashamba yetu, tutapata vyakula mingi kuliko ambayo tunayo wakati huu. Na kwa hivyo hizi sote ni mpangilio ambayo tukiwa serikali pamoja na wananchi pamoja na mashirika ambayo sio za serikali, tukiungana pamoja na tuende mbele, tutakuwa tumeshughulikia hii shida ya mabadiliko tabia nchi. Naam. So dakta kabisa, umefanua kwa kina jinsi tunaweza kufanya mambo mingi ili kutupa swala hili kwenye kaburi la sahau. Nataka tulegeze kamba sasa, tuelekee katika sekta ya wanyamapori. Ukame umeathiri upatikanaji wa maji na malisho kwa wanyamapori katika hifadhi zao. Nataka patie tu taswira kamili kwa sababu wewe uko katika idara hiyo ya wanyamapori. Asante sana Khalid. Kama vile tulianza kusema ni kwamba jinsi wananchi pamoja na mifugo wanaangamia, hata wanyama wa pori wanaangamia pia. Tunasema ya kwamba katika nchi yetu ya Kenya, kama vile nilisema, ni kwamba 8% ya Kenya tunaitumia kuhifadhi wanyama wa pori. Ndipo ukiangalia katika ile map ya Kenya, utaona ya kwamba kila mahali tuko na national parks ambazo zimewekwa za kitaifa, ambazo zinaweza wakati huu ni kama almost 30 katika nchi yetu ya Kenya. Kama national park ya Nairobi, huko Samburu, ukienda Shimba Hills, ukienda Savo, uende huko areas kama Amboseli, hayo yote ni mahali ambao ni mbuka za wanyama wetu. Ukiangalia tena tuko na zile conservancies au zile mbuka za kibinafsi au tunasema conservancies. These private conservancies ambazo zinapatikana katika nchi yetu ya Kenya inaelekea kama over 200 katika nchi yetu ya Kenya. Kuna zingine ambazo zina manajiwa na counties tena kama vile Mwea, Nasolot na zingine. So ukiangalia sote ni mahali wanyama wetu wako. Wakati huu wakati tunakuwa na ukame, kitu ambacho inafanyika ni kwamba tunakuwa na ukosefu wa nyasi. Na ukiwa na ukosefu wa nyasi, kitu ambayo inafanyika ni kwamba wale wanyama ambao wanategemea au chakula yao ni nyasi, wanaanza kuwa na shida, kama pundamilia, ndovu, pamoja na hata kifaru na wale wengine. So wakiwa na shida wataanza kusononeka. Na najua kwamba ikifanyika hivyo au wanyama wataanza kutoka kwa mama kutafuta maji katika zile mbuka. Na mahali walipokuwa wakipata maji, maybe ilikuwa ni kama 1 kilometer or 500 meters, watatoka hapa sasa kutafuta mahali pengine. Na watafanya hivyo mpaka watoke kutoka kwa mbuka. Wanaanze, na unajua kama ndovu na wale wengine wanyama hawa wako na desturi ya kunusa mahali maji iko au chakula, au wapate mahali kuna nyasi. So watatoka hapo
na watafunja zile fence au zile uta na watatoka huko, wataanza kuwa na shida na wananchi, na tumeiona. Kama juzi nilikuwa naiona huko Malindi, sio Malindi, Lamu, kulikuwa na mnyama fulani ambayo buffalo au nyati ilitoka katika mbuka ikaelekea kutafuta maji na chakula katika town ya Lamu, na ikawa ya kwamba ikaleta shida. So kwa hivyo, na wakati huu tunaelekea hapo ambapo saa hii wanyama wameanza kukosa chakula, wengine wameanza kukufa, na wengine baadaye watatoka katika mbuga waanze kukula chakula ya watu kama ndovu. Ndovu, wewe unajua kwamba tukiwa na mahali wewe Kali umepanda ngano yako, umepanda mahindi yako, umepanda ndisi yako, na hapo karibu ni mbuka ya wanyama. Yule ndovu atanusa na atajua kwamba kuna hapa ndisi, atakuja kuharibu au kushare na wewe, ili kuona kwamba hata yeye anakuwa na sababu ya kutoka hapo nje na kutafuta maji. Na shida yenyewe ambayo itatoka tena ni kwamba tutakuwa na shida ya ile tunasema human wildlife conflict, hizi maneno kati ya binadamu na wanyama wa pori, ambapo hapo watakuwa na shida ya wanyama kuharibu chakula ya watu, makao ya watu, na saa zingine hata kuwa watu. Tumeona ya kwamba hayo yamefanyika hapo awali, lakini saa hii hatujakuwa na sofa. Saa hii idara yetu ya KWS wanaendelea saa hii pamoja na WRTI ambao ni agency zetu za serikali, wanaendelea saa hii kufanya zile statistics, kuangalia ni nini, ni wapi na vitu kama hiyo. Na mimi najua in the very near future tutakuwa na statistics ambayo tunaweza kusema ni iko aje, lakini tunashughulikia. Hatutaki tuone ya kwamba wananchi wanakuwa na shida na wanyama wetu wa pori. Hatutaki watu wauliwe, hatutaki watu wapoteze mali yao ambao wamejitafutia kwa siku nyingi ambao tumekuwa dunia hii. Naam. Nataka tuangalie sekta ya utalii ambayo inategemea sana wanyama pori. Je, umeathirika vipi wakati huu sasa hivi? Kwanza kabisa nataka niseme ya kwamba katika nchi yetu ya Kenya, 10% ya pesa za ugenini zinatokana na kuwa na utalii katika nchi yetu ya Kenya. Na wewe unajua kwamba 80% au 80% ya wale tourists ambao wanakuja Kenya, wakifika tu Jomo Kenyatta Airport, wakifika hapo wanauliza, hawaulizi ni mahali pengine, wanauliza kwanza mbuka ya Nairobi iko wapi, ya Amboseli iko wapi, ya Masai Mara iko wapi. So nataka niseme ya kwamba 80% ya wale watalii ambao wanakuja kwa vile because of wildlife, wanakuja kuangalia wanyama. Na sisi tumetoka kwa ile tuko wakati huu, by the way, tuko ice season. Hii kutoka mwezi wa 10 ikiendelea mwezi wa 11 na 12 na tuko sasa mwezi wa pili. Hii ni wakati huu tunasema ya kwamba tuko ice season. So katika utalii watalii wako wengi, na unajua kwamba tuko na mpangilio ya serikali ya kuona ya kwamba katika by 2027 tuwe tumefika kama watalii milioni 5 ambao watakuwa wanakuja Kenya. So najua kwamba katika the last 2 or so years tunakaribia milioni 3, tuko 2 point something million. Lakini nataka niseme kwamba ikiendelea hivi, hii ukame ikiendelea, italeta shida. Kwa vile kwanza wale wanyama watatoka katika zile mbuga, na itakuwa shida kwa watalii kupata hao wanyama. Ya pili, najua ya pili ni kwamba wanyama wakianza
kutoka nje ya fence huwa inaleta shida kabisa. Yale human wildlife conflict ambao nimesema ndio itatuletea shida lakini so far au wakati huu hatujaona sana shida ambayo imewaletea utalii lakini lazima tujipange ili watalii wetu waendelee kuja katika zile mbuga zetu za serikali na zile za binafsi na wasuru Kenya yetu bila shida yote. Wanajuanga huwa wanajua kwamba wanasema wakifika Kenya sisi hatuna matata na unajua tukiwa na ukame ikizidi itatuletea shida na tunataka watalii waendelee kusuru mahali pote katika nchi yetu ya Kenya. Ndo pia kama taifa tuzidi kupata pato letu. Naam, umeongelea visa vya migongano kati ya binadamu na wanyamapori. Je, kuna mipango pia ya kusambaza chakula au maji kwa zile wanyamapori ama katika hifadhi za wanyamapori zilizoathirika katika idara yenu? Kama vile nilikuwa nimeambia kwamba katika idara yetu, katika serikali yetu tukufu yote wakati kila mtu ako macho kuona ya kwamba hii shida au athari za ukame imeshughulikiwa. Na mimi nataka niseme hivi ya kwamba hatushughuliki peke yetu tukiwa idara, tunashughulikia sisi wote tukiwa serikali. Na nikisema serikali tuko na levels mbili ya serikali, tuko na national government na niko na county government na ya ukatuzi pamoja na zile agencies kama KWS ambayo ni shirika ya chunga wanyama wa pori. Ndio nasema ya kwamba shida ambazo nimesema ya kutokuwa na maji, kutokuwa na chakula na mambo kama hayo, kwanza wakati huu tunashughulikia maneno ya wanyama wasitoke katika mbuga ili wasiende kuharibu mali ya watu. Sasa KWS pamoja na government agencies ambazo zinashughulikia hayo ni kwamba wanyama wasitoke kutoka kwa mbuga. Ya pili ni kwamba tuko na mpangilio kupitia shirika letu ya KWS na wale wengine kuona ya kwamba wanyama wanapewa nyasi mahali au chakula mahali wako na shida. Tunaeneza mahali ambayo wako na shida, tunachukua maji through vitu kama water bosses au mahali pengine tunachimba zile bowls ili wanyama wa pori pamoja saa zingine pamoja na wanyama mifuko, because ukienda kama Narok, ukienda Kajiado na mahali pengine wanyama mifuko pamoja na livestock pamoja na wanyama wa pori wanakula pamoja. So tunasema ya kwamba ikifika mahali kama hayo tunashughulikia kuona ya kwamba hapo wamepata maji katika areas ambazo wako karibu nayo ili tusiwe na shida ya maji ya ng'ombe au wanyama pori watoke kutoka katika zile mbuga siende kuharibu vitu za watu. So tuko na mpangilio na tunaendelea through agencies yetu ya KWS pamoja na zile za counties. Lakini nataka niseme ya kwamba tukiendelea hizo chakula pamoja na maji ni kidogo. Na hatutaweza tukifanya kivyetu. Tunajaribu tukiwa serikali kuona ya kwamba wananchi wanapata wanakaa mahali watapata shida na wanyama wa pori. Wanyama wa pori wetu wapate chakula pamoja na wapate maji. Lakini nawaomba ya kwamba katika zile marafiki wetu ambao tumekuwa tukifanya kazi nao, zile agencies ambao sio za serikali, tuendelee kuungana, tuone ya kwamba hii shida au athari za ukame shughulikiwa pamoja na sisi sote. As you know, ile tunasema ya kwamba, na nimesema ya kwamba tunafanya kama all of government,
because kuna agriculture kuna mali wanafanya wale watu wa au minister au wizara ya maji wanatusaidia kuchimba zile dams zingine. Tunaendelea tena kutafutia wanyama wetu chakula pamoja na maji. So kwa hivyo kukatiza tu kidogo, naarifiwa kwamba tunafaa kuelekea moja kwa moja. Waziri wa jinsia anazungumza sasa hivi katika mkutano wa wakuu wa dini kuhusiana na ulinzi wa watoto nchini. Waziri Hannah Chiptomo anazungumza na kuhusiana na katika mkutano wa wakuu wa dini kuhusu ulinzi wa watoto nchini. Tupate anasema nini. Worship are sanctuaries, spaces where trust is built and where messages of hope, compassion and justice are nurtured. It is for this reason that today's launch of the Faith Life Handbook on Protecting and Safeguarding Children, developed by Interreligious Council of Kenya, is both timely and transformative. This handbook offers scripturally grounded guidance that is aligned with our national laws and global child protection conventions. It provides practical tools for promoting child-safe spaces, addressing harmful practices, and responding effectively to abuse and exploitation as we work towards ending violence against children. Most importantly, it equips religious leaders with messages and teachings from the Holy Scriptures that affirm the dignity, worth, and divine value of every child. Ladies and gentlemen, protecting children is not only a legal obligation, it is a moral and a spiritual calling. Across all faiths, we are taught that children are a blessing, a sacred trust entrusted to our protection and care. The abuse or violation of a child is therefore not only a crime, it is a deep moral failing that violates our shared beliefs. As the ministry responsible for gender, culture, and children's services, we are proud to partner with IRCK, UNICEF, and our many faith institutions in advancing this noble effort. Together, we must strengthen reporting systems, confront harmful cultural practices such as FGM and child marriage, prevent child pregnancy, and support families to provide safe and loving homes as we engage in eliminating all forms of violence in our society. The government reaffirms its unwavering commitment to working hand in hand with faith actors, civil societies, county governments, and all stakeholders to build a Kenya where every child is valued, protected, and empowered. To the Interreligious Council of Kenya. Huyo ni waziri wa masuala ya jinsia Hannah Chiptomo akiongea tu katika mkutano ambao umewakutanisha viongozi wa kidini, watunga sera na wadau wa ulinzi wakihamasisha jinsi ya kulinda watoto hapa nchini. Taarifa ambayo mwenzangu Yusuf Farah anaifuatilia na atakuletea hapo baadaye. Bwana Kipkorir, neno lako la mwisho. Mwelekezi wangu anasema muda umetupa kisogo. Je, serikali na idara yenu kwa jumla imeweka mikakati gani ya muda mrefu ili kupunguza swala hili la ukame wa wanyamapori na jinsi inavyotuathiri kama taifa? Neno lako la mwisho. Asante sana Bwana Khalid. Najua tukiongea maneno ya uhifadhi wa wanyama hatutamaliza leo. Lakini nataka nakwambia kwamba katika sisi tukiwa serikali ni kwamba idara tumeweka mpangilio ya kwamba kwanza ni kuhifadhi mazingira ili kuona ya kwamba katika nchi yetu ya Kenya mahali pote ambayo ni mbuka siko na chakula, siko na zile micha ambayo inatakikana. So tutaendelea kupanda miti ili ile 15 billion ambayo rais ametuambia tufikishe ikifika wakati wa miaka 10
baadaye tutakuwa tumeifikisha 30% au asilimia 30%. Ya pili ni kwamba tumekuwa tukiendelea kusambaza maji kama idara sisi State Department for Wildlife pamoja na KWS na wale agencies sote tumekuwa tukichenga mabwawa au zile naitwa dams, water plants katika zile mambuka sote katika nchi yetu ya Kenya. Angalau tunaendelea kufanya hivyo tukisaidiwa na tukiwa serikali zile pesa ambazo ni taxes za wananchi pamoja na usaidizi kutoka mashirika ambayo ni marafiki wetu. Ya pili ni kwamba tunaendelea kuona ya kwamba zile fences ambazo zinataka zichengwe zinachengwa. Tukimaliza ni kwamba katika wakati huu tunataka tuambie His Excellency asante kwa kuwa for the last 3 or so years tumeendelea kuwalipia zile compensation wale wananchi ambao wamekuwa pata shida ya wanyama pori katika zile shida ya human wildlife conflict, ile mgongano ya binadamu na wanyama pori ambao kila mwaka tumekuwa tukilipa karibu bilioni 1 ambao imekuwa ni compensation kwa wale ambao waliathirika, wengine kupoteza watu wao na wengine kuharibika kwa chakula chao au makao. Haya yote ni mambo ambayo tunashughulikia pamoja ili kuona ya kwamba issues hapo mbele, maneno ya climate change pamoja na zile uharibifu wote wa mazingira inashughulikiwa. Lakini nataka niwaambia kwamba shirika au idara yetu iko kaangari kuona ya kwamba tunashughulikia wananyama wetu wa pori na wananchi. Tunataka kuona ya kwamba in the near future tunakuwa na pesa mingi kutoka kwa hii sekta ya tourism pamoja na wildlife. Asante sana mtazamaji. Huyo ni Daktari John Kipkorir Chumo ambaye ni katibu wa hifadhi katika idara ya wanyamapori, akitupatia tu maelezo kwa kina kuhusiana na jinsi serikali imejizatiti kumaliza swala hili zima la athari ya ukame katika taifa letu. Shukran sana kwa muda wako. Asante sana mtazamaji, hapo ndio natia nukta kipindi cha Tamrini. Shukran sana kwa wale wote waliofanikisha kipindi hiki. Anne Wangeshi amenisaidia kupeperusha taarifa hizi, ama ukipenda kipindi hiki kwa lugha ya ishara. Hadi panapo majaliwa yake Maulana, kwa heri.